Kwa majina naitwa Joseph Bireri Nteru. Hapo nilifungwa mwaka wa 2021 Disemba tarehe 8. Nikastakiwa na kosa la kuchapa mtoto ambayo ilikuwa ni previous, ndio ni kesi yenye imeniweka njera. Nikafungwa miaka 20. Na hii kesi sikufungwa peke yangu, niliunganishwa pamoja na bibi yangu, manake katika tukio kwa na yeye wakati nilichapa mtoto, yeye ndiye alikuwa anachunga mtoto. So wakati nilipatikana nimechapa mtoto na nilimchapa juu ya ile makosa ilikuwa, hata yeye ndiye alikuwa anamchunga juu alikuwa si yeye mama mzazi. Nilikuwa nimekaa na mtoto kwa muda, kama sina mamake mzazi alikuwa ashaenda. Nilikuwa nimekaa na mtoto kwa muda wa miaka 7. Wakati alifikisha miaka 7 nikasema acha nioe ndio akuwe na mtu wa kumtunza ndio niweze kwenda kazi. So kijana naye akaanza kuwa kuna tabia za kuregea, nikamchapa na ikawa hivyo. Sasa nikastakiwa na kesi ya kuchapa mtoto. Pia naye bibi yangu alifungwa tu miaka 20 bado. Naam, toka ile siku niliweza kustakiwa na nikafanya kesi, nikafungwa, ama tukafungwa juu tulifungwa zote wawili. Kesi tulianza pamoja na tukafungwa. Kwa sasa tumefungwa miaka 20. Tumekuwa njera kwa hiyo muda yote. Sasa ni mwaka wa sema kutoka 21 hadi sasa hii ni mwaka wa 6, si ndio? Tumekuwa kwa njera hiyo muda yote. Wakati tuliingia njera si ati tulibakia hivyo na kusimama na kifungo tu peke yake. Tuliingia katika zile shughuli zinafanyangwa njera, kujifunza ile kitu mtu hakuwa anajua, sababu kuna process mingi njera. Lakini ile kitu nasikianga tu inanifinyilia ni ile kifungo tulifungwa. Kulingana na historia nilikuwa naishi, mimi nimeishi kwa hiyo muda wote. Nilikuwa nimeoa mwaka wa 2007. Tukapata mtoto wa kwanza, maisha ikawa mzuri, tukakaa na bibi vizuri. Tukapata sasa mtoto wa pili 2012. Maisha ikawa mzuri, tukapata panda shuka, yani tukawa na yule mama mwenye alikuwa amezaa mtoto mwenye amefanya nikuwe njera. Tukawa tusikizani na tukaachana, tukatengana, kila mtu akakaa maisha yake. Akaenda na mtoto msichana, mimi nikabaki na mtoto kijana. So mimi nikaendeleza maisha yangu kama kawaida. Kati nikakaa baada ya kutumia kama 5 hivi, kaona kweli maisha kwa mtu akiwa peke yake na unasukuma gurudumu la maisha huko na mtoto unangangana na yeye, kaona heri ningangane ndio nipate ngaru, hata kama naweza pata mtu wa kunisaidia katika kazi zangu. Nilikuwa na lisha, nilikuwa na chunga, kama ni kuku, niko na mbuzi, niko na kang'ombe kangu. So nikienda kazi nilikuwa nateseka, nikaona nitafute mtu mwingine. Jule wa kwanza nilijaribu kuongea naye ikazidikana. So nikaanza maisha ingine. Na ikawa hivyo basi mpaka ilifikia wakati sasa tumeoana, tumefika nyumbani, tukaanza maisha ya kawaida. So katika ile hali ya kawaida hatukuwa tunakaa vibaya, lakini si kulienda nini mpaka tukafikia hiyo kiwango ya kuwa mtoto ameanza kuwa mtukufu. Mtoto wangu alikuwa shule, kwa naenda shule kama kawaida, na kulikuwa kuna andi mtoto mwingine sasa wa huyu mama ambaye tulikuja naye, nilimleta kama wa kumtunza. So mtoto wangu alianza tabia za akienda shule nakuta anarudi nyumbani ametupa viatu, na si ati ni kutupa, akienda kucheza anaacha huko. Kimuuliza ziko wapi hajui, hawezi kumbuka. Iko hivyo, yani tule tu vituko tu. Mtoto akienda saa nyingine anaenda analala nje, unamtafuta anakosa. Na hiyo tabia iliendelea hivyo, akanikera zaidi mpaka nikakazirika. Siku moja wakati nilikuja jioni nikaambiwa alirudi nyumbani bila uniform. Alikarudi nyumbani bila viatu, akarudi nyumbani bila bag. Sasa umetoka kibarua unalipangwa Saturday and it is Tuesday. Sasa unaambiwa hakuna bag, hakuna viatu, hakuna school uniform. Huyo mtoto na kesho anatakiwa aende shule. Sasa kama mzazi unaweza fanya nini? Lazima mchune umuulize hizi vitu zilipotelea wapi na ulifanya nini ndio ikafika hiyo kiwango. So
Tukaendelea hivyo, mtoto akaendelea kuharibika. Mara ukimtuma hata kama ni kwa duka nakula pesa na hata rudi nyumbani anaenda analala. Unalala usiku mzima ukimtafuta hapatikani. So ikaenda hivyo mpaka ikafika mahali mzazi akakasirika mpaka nikakasirika yani. Bila kulikuwa. So wakati niliingia jioni mimi nilikuta kijana hayuko, amejificha. Mamake anahangaika kumtafuta. Kaendelea kumtafuta tukampata mahali alikuwa amejificha. Nikamuuliza kwa nini anajificha? Akanieleza ya kwamba wakati alirudi nyumbani bila hizo vitu mama alimwambia atamchapa ndio maana alijificha. Nikamuuliza sasa kujificha na vitu zilipotea kuna maana gani ya ujifiche upoteze vitu na mimi nikiingia kwa nyumba nikukose. So jaribu venye utanieleza ukweli ni nini kiliendelea mahali ulipotezea hizo vitu na ni nini kiliendelea. Tulibishania hivyo sasa mpaka nikakazika nikachapa kijana juu ya kwa ajui mahali alipoteza vitu na hiyo kutoroka yani anaenda analala nje amjui amelala wapi na hata ukimuuliza alilala wapi hawezi kukujibu. Anakunyamazia anakuambia kila kitu yake ilikuwa yani anza yake ilikuwa sijui na ni mtu unaona ako normal. So hiyo hali ndio ilinisukumia hadi nikafikia hiyo kiwango sasa. Hadi nikamchapa mimi niliamka tu nikaenda kazi. Nimeacha mtoto wangu kama amelala ataenda shule. Mimi nilikuwa natoka saa 11:30 ama saa 12. Sasa hiyo hajaamka aende shule. Yaani hawezi kuwa anaenda hiyo masaa. Sababu ni mtoto wa lower classes. So mimi wakati nilienda mtoto wakati aliamka alipatana na ndugu zangu ikasemekana kwani kuliendelea nini? Mtoto amechapwa na baba yake na alitoka na akae hata kumshughulikia. Tufanye nini? Hawa watu wanafaa kustakiwa. Sababu wamefanya ile kitendo haifai lakini nyumae ndio nilipata nimekutwa na polisi mahali nilikuwa nafanya kazi. Wao ulichapa mtoto na ukamwacha kwa nyumba. Kwa hivyo sasa nikastakiwa. Na story ikawa hivyo sasa hadi kiwango mahali nimefikia. Wakati nilishikwa na nikafikishwa mahakamani nilienda nikafanya kesi ambapo sikukataa nilichapa mtoto juu mimi nilikuwa naongea ukweli wangu. Mtoto nilimchapa sababu ya zile tabia alikuwa nazo. Siku ati na umbaya na mtoto mimi. Tuwezi tunza mtoto umzae umfikishe mahali umefikisha ufike kiwango ya kumdhuru. So vile tuliingia sasa katika hali ya kesi sijui ilichukuliwa namna gani kama nilikuwa na nia mbaya na mtoto lakini sikuwa na nia mbaya juu kama ningekuwa na nia mbaya tangu ile siku aliachwa na mama yake ningekuwa nimemdhuru. Na nilikuwa nakaa naye vizuri pia wenye wako kwa kijiji na hata wale wako nyumbani walikuwa naona tunakaa naye vizuri. So wakati nilipojipata katika hiyo hali ikagua nimestakiwa. Mimi sikupishania hiyo kesi ati ni vile mtu anaendanga mahakamani unakataa kesi. Sababu sikuwa naona kama inaweza kuwa na hiyo uzito yote. So wakati tulifanya kesi kama tumekubali, wakati judgment ilikuja kutoka ndio ilitushangaza sababu huwa tunafikiria tuko na watoto wengine si ati yeye mmoja. Kwa hiyo tunafikiria hata kama ni kufungwa tunikoza yenyewe nilifanya makosa nilichapa mtoto na si tumeshughulikia. Si hakuwa hiyo alibaya sana. Kaambia sasa ile kitu utafanya utatumikia kifungo ya miaka ngapi? 20 mimi na mama so tukonjera kwa hiyo muda kutoka hiyo 2021 umetumikia hiyo kifungo ya miaka 20 sasa kwa miaka 5. Huu ni mwaka wa 6. Mama alishikwa na ikasemekana juu sasa yeye ndiye alikuwa anakaa na mtoto na ndiye naamini wa karibu wangu sasa. Hata pia yeye ni mhusika wa kuchapa mtoto lakini ili hali katika roho yangu na katika roho yake hakuhusika katika nini vita ya mtoto. So aliunganishwa kwa kesi na pia yeye akafungwa. Tulikesi pamoja. Sasa juu mimi ni first offender sikujua hali ya kesi na sijai kesi tena. So sikujua hali ya kesi. Mimi nilifuatilia kulingana venye nilikuwa naambiwa mahakamani. Sikupinga sababu ningepinga aje na sijui mambo ya kesi. Mimi venye kesi iliamuliwa ndikubali hivyo lakini sasa mimi nasikianga tu imetufinya sababu hiyo miaka 20 si mingi. Sababu katika hiyo hali ya kesi
na katika hali ya maisha ya kawaida. Bado tulikuwa na watoto wengine, si ati huyo ndiye alikuwa mtoto peke yake. So hiyo kitu inakuanga tu iko na pressure katika mwenye kustaki ni ndugu yangu wa karibu mwenye alikuwa tunaishi naye karibu. Hao ndio walichukulia hiyo jukumu ya kunistaki nimechapa mtoto, na nikatoka nikaenda kazi. Hiyo sasa hiyo ndio ilitumika, lakini mamake alikuwa na yeye, mimi nikiondoka nikienda kazi, sababu zingekaa kwa nyumba na ili hali wana mahitaji ya kawaida ya kila siku inahitajika. Naam, kwa hiyo muda yote nimekuwa nikijua hali yake nikiwa tu hapa Njera, piga simu kupitia welfare. Bado kama saa hii tunaongea na wewe sasa Saa hii hayuko shule, ashatoroka nyumbani, na si ati mara ya kwanza. Hiyo kitu imekuwa ni kero kwa hata wenye walibaki kukaa na yeye. Bado wanawasumbua, penye alikuwa ananisumbua tu mpaka ikafika kiwango ya kupigana naye ama kumchapa. So hiyo kitu bado masomo yake haendi mzuri. Wale watu wanakaa nao bado wanawasumbua. Sijui sasa hiyo kitu bado ni kero tu. Na bado sisi tunasukuma kifungo ya miaka 20 na huko bado hajatulia. So na ikawa hivyo sasa. Hali ya maisha yao yule kwa kwanza kupita huyu kijana alikuwa msichana. Maisha yake haikuenda vizuri sababu sasa ile nguvu nilikuwa nayo yenye nilikuwa nimeacha huko kimeisha. Aliachia shule form 3. Na hiyo ikabaki story hivyo. Sasa sijui hata mahali yako, nilikuwa nampata namba ya simu, saa hizi simpati, sijui anaishi maisha gani. Hao watoto wao madam ambaye tumefungwa na yeye naye, kuna watu wawili walichukuliwa wakarudishwa kwa mama yake, wanaishi na mama yake. Sijui hali yao wanakaa vipi, sijui wako fiti ama hawako sawa. Lakini tukiongea na yeye na nikimuuliza, sasa ile tumeongea through welfare, niambianga tu watoto wako sawa, mama yake ndiye amefinyika, ndiye amekonjeka tu. Lakini tu maisha inaendelea, ingawa ni magumu. Tukiwa hapa gerezani kuongea wanga tunaongea sababu tunasaidiwa na welfare kuongea. Kusema ukweli, hakuna mtu huja kuniona unless request mtu kama niko na shinda niombe kitu ndio utapata mtu amekuja kukuona. Lakini maisha ya kawaida tu hapa tu nakaa kivipi penye huko tu nategemea serikali ambao wametuweka hapa. Hakuna mtu kutoka nyumbani anakuja ati kunini, ngumu sana. Naam, ile kitu naonanga si haki katika hii kesi yangu. Yenyewe makosa nilifanya kulingana na vile uchunguzi wa kesi na venye kulifanyika, na ikawa mpaka mahali nimefika ya kufungwa. Lakini ile kifungo tulipewa, jameni, hiyo ndio wanga nasikia tu wanga imetufinya. Miaka 20 tuko wawili Njera, na bado kuna maisha ya baadaye. Hao watoto wanatuhitaji. Hadi saa hii hiyo kijana ama watoto wengine bado wanahitaji maisha ya baadaye. Kuna zile vitu tulikuwa tumetayarisha na tumeandaa huko, saa hii hakuna kitu. So maisha ya baadaye yao na yetu bado tunaendelea kuzeeka. Unaona kutakuwa na shida. So naona hapo tu katika hali ya kifungo, hapo ndio naona tumefinywa sana. Heri ingebalanziwa hiyo kifungo, at least hata kama ni kupewa miaka kidogo inge tu save na iokoe maisha yao watoto ya baadaye. Sababu unaacha mtoto kijana, unaacha mtoto msichana akiwa ana mahali popote, ana mama, ana baba, unaona maisha yake ni, na unajua vile hali ya maisha penye iko siku hizi ni kugumu, kila kitu ni kung'ang'ana. So ngemomba tu mkifika huko pia yeye ajipe nguvu, endelee na maombi tu, tuking'ang'ana na koti. Bado hatujamalizana na koti, tuko na zile vitu wanga tunaandikia koti, tukiomba kulilia koti ituangalilie kifungo juu ni kubwa, na tuna majukumu bado iko mbele yetu. Bado tuko hai, tukitoka jela kwani maisha imeisha? Bado tunahitaji maisha. So wakituangalia muda ambao tumekaa jela, na ile tunaweza kuokoa maisha yetu ya baadaye kama hiyo. Naam, nikielezea mwenye ako pale nje, mwambie hata kama umekadhirishwa na mtoto, jameni,
Angalia sana wakati unapoadhibu mtoto wako. Mimi niliadhibu mtoto nikiwa na hasira. Mtu asiongozwe na hasira ambapo anaadhibu mtoto wake, sababu anaweza jipata pambaya. So tukue waangalifu kama wazazi. Juu kama ningejua hii hali inaweza nikuta, singefanya hilo kitu, ningesema. Lakini nayo sasa kama mzazi venye tunaambianga, ukiweka nini inaitwa nini, fimbo ya mtoto chini, mtoto anaharibika. So kipoko ya mtoto isiwekwe chini, lakini mtu arekebishe vile inafaa. Hiyo tu ndio ningeachia yule mwananchi ako pale nje ajue kama mzazi atunze mtoto na aelewe bado kuna claim inaweza ingia katikati yako na mtoto ujipate pambaya.